Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Oh, oh, oh. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hujambo mtazamaji wa kipindi cha Maisha ni Nyumba, popote pale ulipo, karibu tena kwa siku nyingine katika kipindi chetu. Leo kipindi hiki kinakujia kutoka mkoa wa Ruvuma, na basi kabla ya kuanza kipindi hiki tumetembelea ofisi ya mwenyeji wetu kwa upande wa serikali, Mheshimiwa Brigedia Jenerali Hamed Hamed. Tumekuja kujitambulisha na kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na shirika la Nyumba la Taifa. Nipende kukaribisha sana katika kipindi chetu tuweze kuzungumza nawe yale ya usuyo NHC, lakini kwa upande wa faida kwa serikali kwa ujumla. Mimi ninayekukaribisha naitwa Domina Roemanyila. Karibu sana katika kipindi chetu Mheshimiwa Brigedia Jenerali Hamed. Asante sana ndugu mtangazaji, nimefurahi kuwaona mmerudi tena kwenye mkoa wetu kwa kipindi chenu cha Maisha ni Nyumba. Na kama ulivyosema, mimi naitwa Brigadier General Hamed Abbas, mkoa wa Ruvuma. Asante. Basi kwa kuanza, tungeanza kwa kuangalia mchango wa shirika la Nyumba la Taifa katika sekta ya makazi kwa mkoa wa Ruvuma. Mchango ni mkubwa kwa shirika. Ya kwanza, shirika linajenga makazi ya kisasa ambayo makazi yenyewe yanavutia wakazi na wafanyakazi kuweza kupata nyumba bora. Hilo ni la kwanza ambalo ni mchango mkubwa. Lakini la pili, ukiacha na makazi, bado pia wanajitahidi kujenga nyumba katika mtindo sasa wa kuzingatia master planning ya mkoa. Na kwa maana hiyo unaona mkoa wetu umejengeka, na ukiangalia majengo mengi ambayo yamekaa kwa mpangilio ni majengo ya NHC. Kwa hiyo wanachangia pia kufanya mkoa uwe na mpangilio mzuri wa majenzi. Lakini swala lingine, nyumba hizi zinazojengwa na majengo yanayojengwa na NHC yanachangia pia ukuaji wa uchumi wa mkoa wetu, kwa sababu mapato yanayotokana na nyumba yale pia yanaingia kwenye mzunguko wa uchumi wa mkoa. Lakini tunapozungumzia mkoa huu na namna ambavyo tunaona shirika limeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa, Ruvuma tunazungumzia mkoa namna gani? Mkoa wa Ruvuma kwanza ni mkoa unaopatikana kusini mwa Tanzania, ambao kwanza unafikika kwa njia zote za usafiri. Unafikika kwa barabara, unafikika kwa njia ya anga, na unafikika pia kwa njia ya maji. Lakini ukiacha namna ya kufikika kwake, mkoa una vivutio vingi vya uwekezaji. Una miradi inayotokana na madini, miradi ya kilimo, miradi ya uvuvi, miradi ya ufugaji, lakini pia tunayo mbuga ya wanyama. Kwa maana hiyo pia swala la utalii. Na Ruvuma, ukiacha hayo mengine niliyosema, pia ni ghala la chakula la taifa. Kwa maana hiyo tunachangia upatikanaji wa chakula kwenye taifa letu. Kwa hayo ambayo yako katika mkoa huu wa Ruvuma, unadhani ofisi yako na shirika la Nyumba la Taifa limechagiza vipi ukuaji wa uchumi katika mkoa huu? Kwanza mimi niseme nawashukuru sana NHC, kwa sababu uwepo wenu mna adapt idadi ya watumishi ambao ni sehemu ya wadau wa maendeleo wa mkoa kupitia uwepo wa NHC. Kwanza regional manager anakuwa ni mjumbe kwenye ile RCC, kwa maana kamati ya maendeleo. Kwa hiyo anao mchango wa kushauri namna bora ya makazi, anao mchango wa kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa mkoa wetu. Kwa hiyo sisi tunamwona NHC ni mdau mkubwa na mzuri ndani ya mkoa wetu. Ukiutazama mkoa wa Ruvuma kama ilivyo katika mikoa mingineyo, lakini hii basi imekuwa na faida zaidi kwa sababu ni sehemu mojawapo ya ghala ya chakula hapa nchini. Shirika la Nyumba la Taifa katika majengo ambayo yako ndani ya mkoa huu, kwa upande wa utalii kama ulivyotueleza, kwa upande wa maghala ya chakula, yameweza majengo haya kutoa fursa zipi? Fursa ni nyingi. Fursa ya kwanza ni makazi.
kwa wananchi wetu. Lakini fursa ya pili ni kama ulivyosema, yapo majengo yanayotumika kama maghala. Lakini fursa ya tatu, ukiacha makazi na maghala, ni swala zima la upatikanaji wa ajira. Kupitia majengo hayo, wananchi wetu wanapata ajira za muda mfupi na muda wa kati. Lakini kupitia majengo hayo ambayo shughuli zinazoendeshwa zinachangia pia uchumi wa mkoa. Kwa hiyo sisi tunaona uwepo wa NHC katika majengo, katika maghala na huduma nyingine ni sehemu ya ukuaji wa uchumi wa mkoa. Brigedia Jenerali Abasi, Shirika la Nyumba la Taifa kwa sasa linakuja na mpango kabambe mkubwa wa jengo kubwa la biashara katika mkoa huu wa Ruvuma. Unazungumziaje fursa hii ambayo mnaletewa sasa? Wow, ni fursa kubwa na nzuri ambayo itachagiza maendeleo ya mkoa. Kwanza, jengo kubwa kama hilo unalosema na ambalo linajengwa na NHC litakuwa ni state of the art. Kwa maana hiyo litafanya beautification ya mji. Kwanza, likionekana tu itakuwa ni sehemu ya kivutio ndani ya mji wetu. Lakini kupitia jengo hilo hopefully ndani kutakuwa na maofisi. Kwa hiyo itachangia upatikanaji rahisi wa maofisi kwa ajili ya mashirika na wadau mbalimbali. Lakini ukiacha hivyo sasa, kwa vile shughuli zitakuwa zinafanyika kwa wingi, itakuwa limeada pia mambo ya ajira za muda mfupi, lakini pia za kudumu. Lakini ukiacha hiyo, pia itachangia sasa upatikanaji wa mapato, kwa maana ya kwamba jengo lile, wakazi wale watakuwa wanalipa kodi, ambazo kodi zitaingia kwenye mzunguko wa fedha za serikali, zitasaidia kulipa mishahara na huduma nyingine. Unadhani ni wakati muafaka? Yes, very right time. Ni wakati muafaka kwa sababu kwanza tunahitaji uwekezaji mkubwa katika mkoa wetu ili kuchagiza maendeleo. Kwa hiyo hilo jengo litakuwa limekuja katika kipindi sahihi na pengine ndio litaongeza ukuaji wa uchumi kama sehemu ya vivutio ndani ya mkoa. Katika mkoa wako una jengo lipi ambalo ni kubwa linalozidi ghorofa 3? Yapo magorofa ya namna hiyo ama majengo ya namna hiyo? Yapo, lakini yaliyo mengi ni kwa ajili ya hotels. Okay. Kwa hiyo kwa maana ya ofisi, hili linaenda kuwa ni sehemu ya jengo litakalokuwa kubwa na litakalovutia. Kuna jengo la chuo kikuu cha uhasibu tawi la Arusha linajengwa kule, nalo litakuwa na ghorofa hizo 3, lakini liko nje kidogo ya mji. Sasa hili kama litajengwa mjini it is another. Lakini pia kuna jengo la mahakama pale, integrated services zote ziko pale, nalo lina ukubwa huo. Lakini nikitazama NHC majengo yao na vision wanayotaka kuileta kwenye jengo hilo, nadhani litakuwa ni jengo la mfano kwa mkoa.